Imetimia saa 12 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 Afrika ya Kati na baadhi ya maeneo ya Maziwa Makuu. Hujambo, leo ni Jumanne, Julai 14 mwaka 2026. Mimi ni Skola Kisanga, msikilizaji, na karibu katika Amka na BBC. Katika Amka na BBC asubuhi hii, Rais Donald Trump amesema Marekani kwa mara nyingine inaishambulia Iran kwa nguvu kubwa na itaendelea kufanya hivyo huku mapigano yakizidi kusonga mbele. Tunafanya shambulizi jingine kubwa usiku wa leo. Wamekuwa wakifanya mazungumzo kwa miaka 47, lakini hakuna aliyewahi kuwashambulia kijeshi. Tunawashambulia kwa nguvu sana. Ukraine yasema kwamba Urusi imeanzisha wimbi jipya la mashambulizi ya makombora ya balistiki dhidi ya mji mkuu Kiev. Na tunaangazia nchi za Afrika Mashariki zinafanya nini ili kujenga ushindani katika uchumi na uwekezaji. Mara nyingi nchi zimekuwa zikijipima kasi yao ya maendeleo ya kuvutia uwekezaji na biashara katika ngazi ya kitaifa. Kitu ambacho nchi nyingi hakijajifunza ni namna gani hivi viashiria vya nchi vinaficha uhalisia wa ndani ya nchi husika. Lakini kwanza muktasari wa habari za ulimwengu na msomaji ni Victor Kenani. Kenani, karibu. Shukran Skola. Rais wa Marekani Donald Trump amesema Marekani kwa mara nyingine inaishambulia Iran kwa nguvu kubwa na itaendelea kufanya hivyo huku mapigano yakizidi kuongezeka. Jeshi la Marekani limethibitisha kuwa linaishambulia Iran kwa usiku wa 3 mfululizo. Vyombo vya habari vya Iran vimeripoti milipuko katika maeneo kadhaa yakiwemo visiwa vilivyoko katika Ghuba. Wizara ya Ulinzi ya Falme za Kiarabu imesema kuwa makombora ya masafa marefu ya Iran yamepiga meli za kubeba mafuta za falme hizo katika mlango wa Hormuz na kumuua mfanyakazi mmoja wa meli raia wa India na kuwajeruhi wengine 8. Mapema Bwana Trump alisema Washington itarejesha marufuku yake ya kijeshi ya majini dhidi ya bandari za Iran kuanzia Jumanne jioni na itatoza ushuru wa 20% kwa mizigo yote itakayopitishwa kupitia mlango wa bahari wa Hormuz. Ukraine imesema Urusi imeanzisha duru mpya ya mashambulizi ya makombora ya balistiki dhidi ya mji mkuu Kiev na kuwafanya wakazi kukimbilia kwenye makazi ya kujikinga dhidi ya mashambulizi ya anga. Zaidi na Florian Kaijage. Meya wa jiji hilo amesema mifumo ya ulinzi wa anga ilikuwa ikifanya kazi. Ripoti za awali zinasema magari na maghala yameshika moto. Ukraine imekuwa ikihangaika kuyadungua makombora ya masafa mafupi ya Urusi kutokana na upungufu wa makombora ya kukinga yaliyotengenezwa Marekani. Mashambulizi mawili yaliyofanyika mapema mwezi huu yaliwaua zaidi ya watu 50, wengi wao wakiwa majumbani mwao. Jana Jumatatu, Ukraine pamoja na washirika wake 6 wa magharibi walikubaliana kwa pamoja kuendeleza mifumo mipya ya ulinzi wa anga dhidi ya makombora ya masafa mafupi. Tangazo hilo lilitolewa wakati wa mazungumzo yaliyofanyika mjini Paris. Seneta wa Marekani kutoka jimbo la Maine amesema mtu wa hivi karibuni kupigwa risasi na kuuawa na maafisa wa uhamiaji wa ICE hakuwa mlengwa wa hati ya kukamatwa. Angus King amesema waziri wa usalama wa taifa alisahihisha kauli ya awali iliyodai kuwa raia huyo wa Colombia alikuwa chini ya amri ya kufukuzwa nchini. Raia huyo alikuwa akijaribu kutoroka kwa gari lake alipofyatuliwa risasi na kuuawa. Wiki iliyopita, mwanaume mmoja raia wa Mexico alipigwa risasi na kuuawa na maafisa wa uhamiaji huko Texas wakati wa ukaguzi wa kawaida wa magari. Baadaye idara ya usalama wa taifa ilisema kuwa pia naye hakuwa mlengwa aliyekusudiwa kukamatwa. Na kampuni ya almasi ya De Beers imesema imesitisha uzalishaji katika mgodi wake mkubwa zaidi nchini Afrika Kusini, Venetia, kwa muda wa miaka 2. Hatua hiyo inalenga kupunguza gharama za kurahisisha shughuli zake kutokana na hali ya kudorora kwa almasi duniani. Bei za almasi zimeshuka kutokana na kupungua kwa mahitaji hasa nchini China, pamoja na ushindani mkali kutoka kwa almasi zinazozalishwa kwenye maabara ambazo ni za bei nafuu zaidi. Mgodi wa Venetia ulioko kaskazini kabisa mwa Afrika Kusini unachangia zaidi ya 40% ya uzalishaji wa almasi nchini humo na unaajiri zaidi ya wafanyakazi 4,000. Vyama vya wafanyakazi wa migodi hapo awali vilionya dhidi ya upotevu wa ajira katika sekta hiyo. Hii ni BBC.
Mustasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Victor Kenani akiwa Nairobi. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikutangazia kupitia redio wa shirika mbalimbali. Matangazo ya pia msikilizaji yanasikika kupitia tovuti yetu ya BBC News Swahili, ukurasa wetu wa Facebook na YouTube, rambaza tu andika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga. Umoja wa Falme za Kiarabu umeishutumu Iran kwa kufanya shambulizi la kijasiri dhidi ya meli mbili za kubeba mafuta katika mlango bahari wa Hormuz siku ya Jumatatu na kumuua mtu mmoja huku wanne wakijeruhiwa, wakati rais wa Marekani Donald Trump akisema Marekani itaweka tozo ya 20% kama sehemu ya mzingiro mpya katika njia hiyo ya bahari. Rais Trump anasema wanaishambulia Iran kwa nguvu sana, huku mashambulizi yakifanyika kwa usiku wa 3 mfululizo. Zaidi na Victor Kenani. Waziri wa mambo ya nje wa Iran alijibu tangazo la mzingiro wa Marekani kwa kusema kuwa Tehran itaendelea kuwa mlinzi wa mlango wa bahari wa Hormuz, akitumia neno alilotumia Trump. Mvutano kuhusu udhibiti wa mlango wa bahari wa Hormuz unatishia kuvuruga juhudi za kumaliza vita vyao, lakini Trump alisisitiza kuwa makubaliano bado yanawezekana. Wakati mvutano kuhusu njia hiyo ya kimataifa ya bahari ukiongezeka, Umoja wa Falme za Kiarabu ulisema Jumatatu usiku ulilaani mashambulizi hayo na kusema kwamba makombora ya masafa marefu ya Iran yalilenga meli mbili za taifa hilo za kubeba mafuta na kumuua mfanyakazi mmoja wa meli kutoka India, huku wengine 8 wakijeruhiwa, 4 kati yao wakiwa katika hali mbaya. Mlango wa Hormuz unaendelea kuwa kitovu muhimu cha mvutano kati ya Marekani na Iran, huku pande zote mbili zikizozania udhibiti wa njia hiyo ya bahari siku ya Jumatatu baada ya kubadilishana mashambulizi katika eneo hilo usiku wa kuamkia Jumapili. Trump alisema Marekani inarejesha mzingiro wa kijeshi wa majini dhidi ya bandari zote za Iran na itaweka tozo ya 20% kwa mizigo yote inayosafirishwa kupitia mlango wa bahari wa Hormuz. Tunaharibu uwezo wao wote wa kushambulia na tunadhibiti mlango huo wa bahari. Tunarejesha mzingiro. Huenda mzingiro huo ulikuwa na ufanisi zaidi hata kuliko kuwashambulia, lakini nafikiri mchanganyiko wa mambo hayo mawili ndio unayofanya kazi kweli. Akizungumza na waandishi wa habari katika ikulu ya White House, Trump alisema Marekani ilikuwa ikiwashambulia kwa nguvu sana. Tunafanya shambulizi jingine kubwa usiku wa leo. Wamekuwa wakifanya mazungumzo kwa miaka 47, lakini hakuna aliyewahi kuwashambulia kijeshi. Tunawashambulia kwa nguvu sana. Jeshi la Iran lilisema lililenga malengo ya kijeshi ya Marekani nchini Kuwait kujibu hatua hiyo, vyombo vya habari vya serikali ya Iran viliripoti. Kabla ya tangazo la Trump, makao makuu ya jeshi la Iran yalisema hayataruhusu Marekani kuingilia usimamizi wa mlango wa Hormuz. Marekani iliweka kwa mara ya kwanza mzingira wa kijeshi wa majini dhidi ya bandari zote za Iran mwezi Aprili ili kuongeza shinikizo kwa Tehran. Takriban wiki 5 baadaye, jeshi la Marekani lilisema kuwa lilikuwa limeelekeza upya meli 100 za kibiashara na kuzuia 4 chini ya mzingiro huo. Marekani iliondoa mzingiro huo mwezi Juni kama sehemu ya hati ya makubaliano kati ya mataifa hayo mawili iliyolenga kumaliza mzozo huo, lakini mivutano kuhusu mlango wa Hormuz ilijitokeza tena. Ni taarifa yake Victor Kenani. Ukraine imesema kuwa Urusi imeanzisha wimbi jipya la mashambulizi ya makombora ya balistiki dhidi ya mji mkuu Kyiv, hali inayowalazimu wakazi kukimbia kwenye makazi na kujikinga dhidi ya mashambulizi ya anga. Ripoti za awali zinaeleza kuwa magari na maghala kadhaa yamewaka moto kufuatia mashambulizi hayo. Ukraine imekuwa ikabiliana na ugumu wa kuyadunga makombora ya balistiki ya Urusi kutokana na upungufu wa makombora ya kuzuia mashambulizi aina ya Patriot yanayotengenezwa Marekani. Jumatatu, Ukraine pamoja na washirika wake 9 wa magharibi walikubaliana kushirikiana kutengeneza mifumo mipya ya ulinzi wa anga dhidi ya makombora ya balistiki. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer amesisitiza kuwa nchi yake itaendelea kuiunga mkono Ukraine. Kwa sasa tunapambana na Putin. Nafahamu atajaribu kututisha kwa mara nyingine tena kwa mashambulizi makali. Kwa hiyo tunatakiwa kuliweka hili sawa na wazi. Kama hatutaona namna ya kuinyamazisha Urusi, mbinu hizi hazitatuzuia kuiunga mkono Ukraine. Baada ya mazungumzo yaliyofanyika mjini Paris siku ya Jumatatu, Ukraine na washirika wake 9 wa magharibi ikiwemo Uingereza, Ufaransa na Ujerumani walikubaliana kuunda muungano wa pamoja ulinzi dhidi ya makombora hayo. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron anaelezea makubaliano yaliyofikiwa. Nous avons agréé
Tumekubaliana na Rais Zelensky kwa pamoja mbinu na namna ya kukabiliana na makombora ya balistiki tangu mwezi Novemba. Kikubwa ni kupata mbinu ya kudhibiti mashambulizi ya anga ili kukabiliana na makombora ya Urusi katika namna ya kuboresha mbinu za kivita za Ukraine. Mashambulizi mawili yaliyotokea mapema mwezi huu yaliua zaidi ya watu 50, wengi wao wakiwa ndani ya nyumba zao. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya nchini Tanzania imesema kampeni ya kupambana na dawa hizo imepata mafanikio. Inasema imethibitisha hali hiyo na pia kukosekana kwa dawa za kulevya kulikosababisha kuwepo kwa waraibu zaidi ya 37,000 wanaotibiwa hospitali na waliopo katika vituo vya kurekebisha tabia. Awali nimezungumza na kamishna mkuu wa mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya nchini Tanzania, Harita Slimu. Hatua ya kupambana na dawa za kulevya hususan matumizi, usafirishaji pamoja na uzalishaji imefikia hatua nzuri sana. Hapo awali hali ilikuwa ni mbaya kidogo, na hasa kwenye majiji makubwa kulikuwa na utumiaji mkubwa sana wa dawa za kulevya nchini Tanzania. Lakini sasa nchini Tanzania tunaweza kujivunia kusema kwamba nchini Tanzania dawa za kulevya aina ya heroin, methamphetamine, mandrax pamoja na dawa nyinginezo za viwandani zimepungua kwa 90% nchini Tanzania. Umezungumzia hapo kwa namna ambavyo mmefanikiwa, umesema ni kwa 90%. Kwanza mmepima na nini? Jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, wakati tunazungumza mwanzo, ili msikilizaji hakulisikia, ulinidokeza kwamba mpo katika operation. Pia ningetamani kufahamu ni operation ya nini hii? Karibu. Kwa sasa hivi tuko operation za bangi. Bangi ndio inazalishwa kwa wingi zaidi. Takriban mikoa yote nchini Tanzania inazalisha bangi. Na sasa hivi tuna kampeni maalum ya kuhakikisha kwamba sasa tunaanza operation mbalimbali kwenye mapori, kwenye mashamba, lakini kwenye maeneo yote ambayo wanazalisha bangi nchini Tanzania. Tulichokipima ni kutokana na wingi wa watu wanaohitaji matibabu baada ya wao wenyewe kutoa ushahidi kwamba dawa za kulevya hususan heroin, methamphetamine, mandrax hazipatikani tena mtaani kirahisi, na hata wanapotafuta ili waweze kuzitumia hazipatikani. Kwa hiyo alternative pekee yao walionayo ni kupata matibabu. Na kwenye kliniki zetu mpaka sasa hivi tuna watu takriban 19,000 ambao wanapata matibabu. Kwenye sober house zetu tuna watu takriban zaidi ya 18,000 wanapata matibabu. Lakini pia ushahidi mwingine ni kwenye mitaa, kwenye barabara, kwenye maeneo ambayo yalikuwa yamekithiri kwa matumizi ya dawa za kulevya. Sasa hivi ukiingia kwenye hayo maeneo huwezi tena kukuta wale waraibu wa dawa za kulevya ambao walikuwa wanakaa mitaani. Sasa hivi huwezi kuwaona tena. Ukienda kwenye mahakama ya uhujumu uchumi, kesi zilizoko kule zaidi ya 80% ni za dawa za kulevya. Pia wengi wamekimbilia South Africa, wamekimbilia Malawi, wamekimbilia Mozambiki pamoja na Eswatini. Tumekubaliana na hizi nchi tutafanya operation maalum ya kuwakamata huko waliko ili kuhakikisha kwamba katika ukanda wetu tatizo la dawa za kulevya tunalimaliza. Lakini ushahidi mwingine ni kwamba huku ilikuwa inaonekana kama ni kordo ya kuingiza dawa za kulevya. Sasa hivi huo mlango umefungwa na hakuna tena upitishaji wa dawa za kulevya nchini Tanzania. Ni kamishna mkuu wa mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya Aretas Limo kutoka Tanzania. Na sasa tunakwenda viwanjani na Florian Kaijage. Asante sana Skola Kisanga. Kombe la dunia. Nusu fainali ya kwanza ya kombe la dunia 2026 kati ya Ufaransa na Hispania inapigwa hii leo mjini Dallas, Marekani. Mabingwa mara 2 wa dunia Ufaransa wanawakabili mabingwa mara 1, pia mabingwa wa Ulaya kwa sasa Hispania. Ufaransa imefunga magoli 16 katika michezo 6 hadi hivi sasa, huku ikiruhusu nyavu zake kutikiswa mara 2 tu. Kwa upande wake Hispania imezifumania nyavu mara 12 na kuruhusu nyavu zake kuguswa mara 1 pekee katika mchezo wa robo finali dhidi ya Ubelgiji. Ufaransa inawania kuwa timu ya 3 kucheza finali ya 3 mfululizo ikifuata nyayo za Ujerumani na Brazil. Hispania ina matumaini kwa mafanikio ya mwaka 2010 Afrika Kusini walikopokuwa pia mabingwa wa Ulaya mwaka 2008 yanaweza kujirudia, huku akijivunia nidhamu ya mchezo, kasi na kumiliki mpira, huku nyota wake Lamine Yamal akiwa bado kung'ara ipasavyo. Na wanakabiliana na safu kali ya ushambuliaji inayoundwa na Kylian Mbappe na Ousmane Dembele waliofunga 81% ya magoli yote ya Ufaransa hadi sasa. Waswahili husema usiku wa deni haukawi kupambazuka. Yetu macho. Saa 4 usiku Afrika Mashariki. Idhaa ya Kiswahili ya BBC itakutangazia mtanange huo mbashara wa nusu finali kati ya Ufaransa na Hispania kupitia redio wa shirika.
England inafanya uamuzi wa mwisho iwapo kiungo wake wakati tegemeo Declan Rice yuko fiti kuanza katika mchezo wa nusu fainali ya kombe la dunia dhidi ya Argentina hapo kesho usiku. Hata hivyo, kuna matumaini kuwa kiungo huyo wa Arsenal ataweza kupona athari ya ugonjwa wa tumbo na kushuka dimbani. Tubakia katika soka huko Uholanzi. Mwamuzi wa soka raia wa Uholanzi Robbie de Pelink amefariki dunia wiki kadhaa baada ya kuondolewa kwenye orodha ya waamuzi wa kombe la dunia kufuatia uchunguzi wa polisi nchini Uingereza. De Pelink alikuwa amechaguliwa kuwa mwamuzi wa video VAR katika fainali zinazoendelea, lakini aliondolewa kwenye orodha ya waamuzi wa kombe hilo kutokana na tuhuma za kingono dhidi ya kijana mmoja huko nchini Uingereza. Dondoo za michezo zinakomea hapo kwa sasa. Kwako Skola Kisanga. Naam, shukrani.